Nitumie nafasi hii kuwapongezeni sana. Mnafanya kazi kubwa sana ya kujenga nchi yetu. Ninyi wenyewe mnaweza msijue nafasi yenu katika mtangamano na utulivu wa nchi yetu. Wahariri wa vyombo vya habari ambao nyinyi ndio ambao mnaruhusu habari yoyote itoke kwenye chombo cha habari. Kama mngetumia nafasi yenu vibaya kwa miaka yote ambayo mmefanya kazi zenu, inawezekana kabisa nchi yetu isingekuwa ilivyo leo. Waandishi wa habari, wahariri wa vyombo vya habari wakiamua kwa mfano kutengeneza msongo wa mawazo kwa raia, wanatengeneza. Lakini pia mnaweza mkawa mnakuza jambo dogo katika taifa likaonekana kubwa. Lakini pia mnaweza kuchochea jambo. Lakini wahariri ndio chujio la habari zote katika taifa. Ina maana kwamba kwa siku ambazo mmetimiza wajibu wenu, mmefanya taifa letu limeendelea kuwa na utangamano. Wahariri na waandishi wa Tanzania mmetufanyia kazi kubwa katika nchi yetu. Leo tuna amani na mshikamano tulionao. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao vyombo vya habari kwanza vina wajibu wa kutenda haki kwa taifa, kuhakikisha wananchi wanapata habari za kutosha zinazotokea katika jamii. Lakini pia ni kipindi cha kuhakikisha kwamba tunatumia nguvu yetu ya kalamu kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kuwa na mshikamano, taifa linaendelea kuwa na umoja. Tutumie nguvu yetu ya kalamu kuhakikisha taifa linajiepusha na mifarakano. Uzoefu umeonyesha kwamba katika chaguzi nyingi za Afrika ndio chimbuko la vurugu na chimbuko la mauaji. Vyombo vyetu vya habari lazima vihakikishe kwamba vinakemea wanasiasa wa upande wowote ule, awe mwanasiasa wa chama tawala au mwanasiasa wa chama cha upinzani, anayetamka mambo ambayo yatapelekea mwisho kuleta vurugu katika taifa, kuvunja utangamano wa kitaifa, kuleta maumivu kwa wananchi au kusababisha vifo kwa raia. Uhuru wa vyombo vya habari na maslahi ya wanahabari tumeyafanyia kazi, tunaendelea kuyafanyia kazi. Ni waahidi tu kwamba tutaendelea kushirikiana na wadau wa sekta hii ili kuhakikisha mazingira bora ya uendeshaji wa vyombo vya habari nchini. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kukuza demokrasia, uwajibikaji wa viongozi na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, tasnia yetu inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo uendelevu wa kiuchumi wa vyombo vya habari, uhuru wa waandishi wa habari pamoja na maslahi ya waandishi wa habari. Tunafurahi kuona kuwa serikali inatambua changamoto hizi na imekuwa tayari kushirikiana nasi katika kuzitatua. Tunaamini kwamba kwa pamoja tunaweza kubuni mbinu bora za kuhakikisha vyombo vya habari vinabaki imara na kutoa huduma bora kwa jamii.